Mtazamaji, karibu katika mwendelezo wa mada zetu mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, tukiangazia yanayojili kila mawio na machweo. Leo tuzungumze swala la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambalo wanaendelea nalo, hili linaloitwa no reforms no election. Lakini nimeona jana katika mitandao ya kijamii msajili wa vyama vya siasa ametangaza kwamba anaenda kusitisha ruzuku wanayopata Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa madai kwamba mpaka sasa hawana uongozi. Ikumbukwe kwamba hivi karibuni msajili wa vyama vya siasa alitoa tangazo kuwafuta uongozi baadhi ya wajumbe wa kamati ya kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa madai kwamba hawakuwa na uhalali kwa sababu hawakuchaguliwa kutokana na akidi kutimia ya wajumbe wa mkutano mkuu ambao walipaswa kuhusika kuwachagua wajumbe hao ama kuwaidhinisha baada ya kuteuliwa na mwenyekiti wa chama hicho taifa, ndugu Tundu Antipas Lissu, baada tu ya uchaguzi mkuu wa chama hicho ambao ulipelekea yeye kupata ushindi na kumshinda aliyekuwa mtangulizi wake, mwenyekiti wake ambaye amehudumu kwa miaka mingi ndani ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Bwana Mbowe. Bwana Mbowe alishindwa uchaguzi huo na Tundu Lissu, na ndipo Tundu Lissu akateua baadhi ya majina ama kupendekeza kwa mkutano mkuu ambao waliidhinisha majina hayo, lakini kuna baadhi walipinga kwamba mkutano huo baadhi ya akidi ya mkutano mkuu haikukidhi kuwaidhinisha wajumbe hao. Ndipo msajili akaridhika na madai ya baadhi ya wanachama wa chama hicho na kuamuru kwamba chama hicho kiitishe mkutano mkuu, kiteue tena majina ya wajumbe hao ili wajumbe wa mkutano mkuu wapitishwe ama waidhinishwe. Wakati huo huo, mwenyekiti wa chama hicho ambaye ndiye mwenye kutoa maelekezo ama uteuzi wa wajumbe hao, ikumbukwe ipo kizuizini ama maabusu, akikabiliwa na mashtaka kadhaa ambayo anatuhumiwa nayo. Lakini naomba niwakumbushe tu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hili lishikeni sana. Kitu cha kwanza nilishawaambia kwamba endapo uchaguzi wa chama hicho ungemchagua Bwana Tundu Lissu, basi watarajie matamko mengi kutoka tume ya uchaguzi ama kwa msajili wa vyama vya siasa nchini. Nadhani ndio haya yanayoendelea. Yawezekana baadhi wamesahau niliyokuwa nimeyasema, lakini nimeona leo niwakumbushe jambo hilo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mkumbuke ama Chadema wakumbuke kwamba ni muhimu sana, na hili mnitegee sikio kweli kweli watazamaji wote. Chadema wakumbuke kwamba ni muhimu sana wakamjua adui yao ni nani, na huyo adui wanadiri naye vipi. Kwa sasa Chadema wanadiri na CCM, yawezekana wanadiri na CCM ambayo hawaijui kwa namna moja ama nyingine. Hebu tujiulize, je, historia ya CCM ikoje? Ni chama cha siasa au la? Ni chama cha mapinduzi kweli kweli hicho, na lazima tujue hilo. CCM ni chama cha ukombozi kwa wale ambao hawajui. Tuziulize nchi zote za SADC kwamba zilikombolewa na chama gani? Ingawa kwa sasa tunasema kwamba zilikombolewa na Tanzania. Hapana. Nchi nyingi za SADC zilikombolewa na Chama cha Mapinduzi. Hivyo CCM ni chama cha ukombozi. Chadema ni muhimu sana wakalijua jambo hili na kulikumbuka jambo hili kwamba wanadili na chama cha aina gani. Je, kina masikio? Je, kinatishika na no reforms no election?
Nadhani mtazamaji hapo unaanza kunielewa taratibu. Ni muhimu sana kuwa na mbinu za kukabiliana na mtu ambaye unamfahamu vizuri. No reforms, no election haiwezi kuisaidia Chadema. Labda niongee kwa namna hiyo leo. No reforms, no elections haiwezi kuisaidia Chadema katika kila ambacho wanadhani watakipata. Haiwezekani. Kwa sababu mtu mnayedili naye hamjui. Yaani mtu anaodili naye Chadema hawafahamu ni mtu wa namna gani. Lazima ukabiliane na mtu kutokana na alivyo. Hivi mtazamaji, unadhani CCM inaisikia no reforms, no election na kutaka kuitekeleza? Hapo juzi tu nimeambiwa kwamba kuna kitu kinaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Nikafananisha na kitu ambacho kinaitwa Police Service, just a name, lakini bado ni police force. Kuna nchi zina jina linaitwa Police Service, lakini kimsingi bado ni police force kama tulionayo Tanzania. Hivyo nimeona kwamba niwakumbushe tu Chadema angalau kwa kifupi kwamba ikiwapendeza Chadema waachane na no reforms, no election. Waseme lugha nyingine ambayo itaenda kuwapatia nafasi ya kuwainua mioyo wa Tanzania kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 hapo Oktoba. Kwa sababu ni jambo lililo wazi katika maeneo mengi hasa ya mijini. Chadema wanao ukubalifu. Na ukubalifu wao si kwa wanachama wao tu, hapana. Hata nje ya wanachama wa Chadema wanakubali sera nyingi za Chadema. Wanakubali ukosoaji unaotolewa na Chadema dhidi ya serikali ama dhidi ya Chama cha Mapinduzi. Niwaambie tu wazi, hayo ndiyo niliyoona niwaambie kwa uwazi kabisa kwamba no elections, no reforms, no election haitawasaidia Chadema. Kwa sababu watu wanao wapelekea maneno hayo, yaani ni kama wanacheka tu. Ni sawa na si tutumie lugha gani ambayo labda mtazamaji utaweza kutumia kwa namna moja ama nyingine. Tunakoelekea, nilisema hivi karibuni Chadema inaenda kuuawa. Ndio, tukumbuke historia ya NCCR Mageuzi. Tukumbuke historia ya TLP. Tukumbuke historia ya wanangangari na ngunguri, yani CUF. Yako wapi? Na ndio maana baadhi wanaenda kwenye vyama vingine ambavyo kimsingi wataenda kupata uongozi ama kupewa kwa namna moja ama nyingine uongozi. Hizi movement zote zinazoendelea, nadhani kila mmoja mwenye kuweza kutazama na kuchambua masuala mbalimbali ya kijamii na kisiasa anaona nini ambacho kinaenda kufanyika. Lakini tujiulize, ndani ya CCM nani anayeenda kugombea nafasi ya urais? Kama ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan chini ya Chama cha Mapinduzi kama kilivyotangaza hivi karibuni, basi sijajua kama kutakuwa na kiitwacho uchaguzi. Labda ni yale wazungu wanasema just a name. Nalisema hili nikitaka kushauri mambo mawili ama moja kuu. Badala ya kwenda kwenye uchaguzi kutumia fedha nyingi, uchaguzi ubaki pale pale, yani tarehe ya uchaguzi ibaki pale pale, ila ni ombe kwa wanaohusika, ikiwapendeza fedha zisielekezwe katika masuala haya yanayoitwa ya uchaguzi mwaka 2025, bali fedha zielekezwe kuleta ajira kwa wananchi, hasa vijana. Tunaweza kufanyaje? Tunaweza kufanya hivi: tukachukua zaidi ya vijana 200, tukawanunulia mitambo ya kuchimba madini katika maeneo ambako madini ya dhahabu yanapatikana. Vijana wakapelekwa huko, wakafundishwa na wakaendelea na maisha huko.
wakiwa pamoja na wataalamu, na nadhani jambo hili pia nimewahi kushauri siku moja. Lakini pili, katika fedha hizo hizo ambazo zinapangwa kuelekezwa katika kiitwacho uchaguzi mkuu, niombe kwa wenye mamlaka, ikiwapendeza, wachukuliwe zaidi ya 200 pia au na zaidi, wapelekwe katika kufundishwa masuala ya uvuvi, wanunuliwe vifaa. Ndani ya muda kadhaa wataendelea kujishughulisha na maisha yao ya kiuchumi, lakini na kuajiri watu wengine. Silazimishi, ila ninasema wenye mamlaka, ikiwapendeza, hebu fanyeni hivyo. Nadhani inaweza kusaidia zaidi kuliko kuelekeza fedha nyingi kwenye hicho kiitwacho uchaguzi mkuu 2025, wakati uhalisia ni kwamba watu wengi walikuwa na imani za chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho kwa sasa kimezuiliwa kushiriki uchaguzi mkuu. Na haya yanayoendelea katika vyama vingine, kimsingi, hebu fanyeni utafiti kwa mnaohusika. Wananchi wanasemaje? Ni jambo la wazi tu. Mwenye masikio na asikie, na hoja haipigwi rungu, na hoja haitekwi, bali inajibiwa kwa hoja. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni pia kwa maoni yenu.